Kuna ukweli mmoja mgumu katika maisha ambao watu wengi hugundua wakiwa wamechelewa kidogo. Kadri unavyoanza kupiga hatua kwenye maisha, kadri mafanikio yako yanavyoanza kuonekana, ndivyo utakavyogundua kuwa sio kila mtu anayefurahia mafanikio yako. Wapo watakaotabasamu mbele yako, lakini mioyoni mwao kuna wivu. Wapo watakao kushangilia kwa maneno, lakini ndani yao hawapendi kukuona ukipiga hatua. Lakini pia kuna watu wachache sana duniani ambao wanapenda kukuona ukifanikiwa bila wivu wowote. Swali ni kwamba unawezaje kumtambua mtu ambaye hana wivu na mafanikio yako? Katika video hii nitakuonyesha dalili 7 muhimu ambazo zinaonesha wazi kuwa mtu huyo anafanya furaha yako kuwa furaha yake pia. Na kama ukibahatika kuwa na watu wa aina hii katika maisha yako, usijaribu kabisa kuwapoteza. Dalili ya kwanza, anafurahia mafanikio yako kama yake. Mtu ambaye hana wivu na wewe hufurahia mafanikio yako kwa dhati kabisa. Ukimpigia simu na kumwambia nimepata kazi, au nimefanikiwa kufungua biashara, au biashara yangu imeanza kukua, utaona furaha yake haijalazimishwa. Hata kuonyesha tabasamu la kinafiki, hata badilisha mada haraka. Badala yake atauliza, ulipataje hiyo nafasi? Niambie ilikuwaje? Hongera sana, unastahili. Mtu asiye na wivu haoni mafanikio yako kama tishio, bali anaona mafanikio yako kama ushahidi kwamba mafanikio yanawezekana. Dalili ya pili, hakushushi mafanikio yako. Watu wenye wivu wana tabia moja ya kawaida sana, kupunguza thamani ya mafanikio yako. Unaweza kusema nimenunua kiwanja, halafu atasema maeneo yale bado hayajapanda sana thamani. Au nimeanzisha biashara, halafu atasema biashara siku hizi nyingi zinafungwa. Lakini mtu asiye na wivu hathamini kushusha mafanikio yako. Badala yake atasema hiyo ni hatua kubwa sana. Atathamini jitihada zako, kwa sababu anajua kila mafanikio yana safari yake. Dalili ya tatu, anakushauri kwa nia njema. Mtu asiye na wivu atakushauri kwa nia ya kukusaidia. Tofauti na watu wenye wivu ambao mara nyingi wanatoa ushauri wa kukukatisha tamaa, au wanatoa ushauri unaoweza kukuharibia. Lakini mtu anayekutakia mema atasema, kama utaongeza juhudi hapa, basi utaenda mbali zaidi, au jaribu kuepuka kosa hili. Ushauri wake hautoki kwenye wivu, unatoka kwenye nia ya kukuona ukikua zaidi. Dalili ya 4, hakujilinganishi na wewe. Moja ya chanzo kikubwa cha wivu ni kujilinganisha. Lakini mtu ambaye hana wivu na wewe haoni maisha kama mashindano. Hata kama umefanikiwa zaidi katika kitu fulani, hata kuwa na tatizo na hilo, kwa sababu anaelewa kuwa kila mtu ana safari yake. Watu wenye akili kubwa wanaelewa kuwa maisha sio mbio za nani atafika kwanza. Ni safari ya kila mtu kufika kwenye toleo bora la maisha yake. Dalili ya 5, anakuunga mkono hata ukiwa haupo. Dalili nyingine kubwa sana ni hiyo. Mtu asiye na wivu atakutetea hata ukiwa haupo. Kama watu wengine wanajaribu kukudharau au kukusema vibaya, atasema hapana, huyo mtu anafanya kazi sana, au unajua alivyopitia mpaka kufikia hapo. Huyo ni mtu ambaye anakuheshimu hata nyuma yako. Na ukweli ni huu hapa. Ni rahisi sana mtu kukusifia ukiwa mbele yako, lakini kukusifia ukiwa haupo ndio kipimo cha uhalisia wa moyo wake. Dalili ya 6, anasherehekea mafanikio yako. Mtu asiye na wivu hataona shida kusherehekea mafanikio yako. Unaweza kuona na kutumia ujumbe hongera sana, au anaweza hata kukupigia simu, au anaweza kushare mafanikio yako kwa watu wengine kwa furaha, kwa sababu kwake mafanikio yako hayampunguzi kitu. Anaelewa kuwa dunia ina nafasi ya kila mtu kufanikiwa. Dalili ya 7, anakuhamasisha uende mbali zaidi. Dalili ya mwisho na muhimu sana ni hii. Mtu asiye na wivu atakuhamasisha uende mbali zaidi. Hata kuambia hiyo inatosha, badala yake atasema unaweza kufanya zaidi, au hii ni mwanzo tu. Kwa sababu mtu anayekutakia mema anataka kukuona ukifikia uwezo wako wote. Hapendi kukuona ukisimama njiani. Ukweli ni huu, watu wasiokuwa na wivu ni wachache sana katika maisha. Kadri unavyopiga hatua ndivyo utakavyogundua kuwa si kila mtu anayependa kukuona ukikua.
Lakini kama una watu wachache wanaoonyesha dalili hizi 7 katika maisha yako, waheshimu, wajali na usiwapoteze kirahisi, kwa sababu watu wanaofurahia mafanikio yako kwa dhati ni hazina adimu sana duniani.